Katika kipindi kile cha wakati wa Yesu kulikuwa kuna kasumba moja kwa Wayahudi. Wayahudi walikuwa wakiwabagua watu wa mataifa, na waliwabagua watu hao wa mataifa na kwa kuwapa jina la utani la fedhea la Kiyunani, Kigiriki hicho, ambalo linaitwa kuoni. Kuoni tafsiri yake ni mbwa mwitu, au inaweza ikatafsirika vile vile kama mbwa koko, mbwa ambaye afugiki, mbwa ambaye ukimwacha hapo nje unakuta amekula viatu, amekula ndala, ameiba mboga hapo, amefanya fujo, amefanya nini, ameng'ata watu ovyo, amefanya nini. Huyo mbwa ndo kwa Kiyunani anaitwa kuoni. Neno hilo linaweza likatafsirika kama mbwa mwitu, mbwa wakali wanaoishi mwituni, au mbwa koko. Sisi tunawafahamu sana katika mazingira ya huku, kuna mbwa koko wengi sana. Unaweza kupita mbwa huyu akakukimbiza, au mbwa huyu akaiba nguo, au mbwa huyu akaiba kitu umekisahau nje, mbwa huyu akafanya fujo. Ni mbwa ambaye kama vile ameanza kuchanganyikiwa hivi. Huyu anaitwa kuoni katika lugha ya Kiyunani. Wayahudi vile vile waliwaita hao watu wa mataifa hao goimu, hao jina lingine la utani la fedhea kabisa, tusi hilo, kwa kuwadharau kabisa kwamba hawa ni kuoni. Yani hawa watu wa mataifa ni watu ambao ni mbwa wenye vichaa. Hiyo ndio ilikuwa ni kasumba katika kipindi hicho cha Yesu, wanaitwa hivyo, na huenda inasemekana, lakini hatuna uhakika sana, lakini katika namna ya kufikiri na kupanuana mawazo tunaweza tukasema huenda jina hilo la kuoni la utani limetoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 22 aya ya 31. Hatuna uhakika 100%, lakini tunajaribu kufikiri na kuwaza hivyo, kwa sababu katika sehemu hiyo yale maagizo ya Musa anawataka Wayahudi ya kwamba wasile mnyama aliyelaluliwa na mbwa wa mwituni, isipokuwa mnyama huyo wakikutana naye aliyelaluliwa na mbwa wa mwituni, wanaweza wakamchukua na kuwapa watu wa mataifa, kuwapa goimu, watu wa mataifa. Wao hawapaswi kula nyama ya mnyama ambaye amelaluliwa na mbwa wa mwituni, kwa sababu kwa kufanya hivyo wanajitia unajisi. Kwa hiyo Myahudi akikutana na mnyama, aidha ni mnyama yoyote yule, awe ni mbuzi, awe ni kondoo, awe ni swala, awe ni ng'ombe, au mnyama yoyote yule amelaluliwa na kujeruhiwa na mnyama wa mwituni, ameliwa na, tuseme kwa mazingira yale, mnyama wa mwituni aliyokuwepo mkali sana alikuwa ni mbwa wa mwituni, amejeruhiwa. Lakini ingekuwa kwa mazingira yetu sisi huko, mbwa wa mwituni ni nadra sana kumuona. Kumbe basi wanyama wetu sisi huku wanajeruhiwa sana na mnyama wa mwitu tunayemjua sisi ambaye ni fisi. Labda mbuzi wako ukikuta ameliwa na fisi, kwa mfano, kajeruhiwa, kaachwa pale, kakatwa mguu na fisi, kakatwa masikio na fisi, kakatwa shingo na fisi, basi usingepaswa wewe kumla mbuzi huyo ambaye kalaluliwa na fisi. Basi unapaswa kumchukua mbuzi huyo na kuwapa watu wa mataifa wasiokuwa Wayahudi, kama jinsi ulivyo wewe, wale goimu wale. Kwa hiyo ukishamchukua mnyama huyo unawapa wao. Hivyo ndivyo ambavyo Musa aliwataka katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 22 aya 31. Katika tafsiri hiyo ni kwamba kumbe mtu wa mataifa au goimu huyo alionekana ni mtu najisi na ambaye anapewa vitu najisi. Kumbe yeye mwenyewe mpaka hapo ni najisi. Kama ni hivyo, ukikuta mnyama wako amelaluliwa, basi utamchukua yule mnyama, utampa mtu wa mataifa. Na wanyama wale walikuwa wanalaluliwa sana na mbwa mwitu. Kumbe utamchukua yule mnyama, alafu utampa mbwa mwitu mwingine ambaye ni mtu wa mataifa. Sasa wao, kwa sababu kuna mbwa mwitu, ili kumtofautisha mbwa mwitu mnyama na mbwa mwitu mtu, basi hawa mbwa mwitu watu ambao ni watu wa mataifa wakawaita watu ni mbwa vichaa, yani kuoni.